Praise the name of the Lord. Amen. Today I want to I have been speaking about faith. Na kupitia imani, I want to speak about the power of faith. I want to finish the session and the section of power of faith. Because last Wednesday, I spoke well about the power of faith. And I want to speak the later point. As I speak about this, on Wednesday, I will speak about testing of our faith. Testing of our faith. Because there is nothing good that will come without testing. And I will speak about testing of our faith. But today, I want to finish about the power of faith. And I want to get to the word of God in the book of Mark. Book of Mark, chapter 5. Chapter 5. Mark chapter 5, verse 21, and I'll go through to 42. Mark chapter 5, verses 21, and I'll go through to 42. I have a New King James Version, and you follow me through your version. The Bible says, now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and they had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of affliction. And Jesus, immediately knowing himself that the power had gone out of him, turned round in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her who had done this thing.
But the woman, fearing and trembling, knowing that what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue. From the rulers of the synagogue's house, who said, your daughter is dead. They said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? And soon as Jesus heard the word that was spoken, Jesus said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. When he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. And they ridiculed him. But when he had put them all aside, he took the father and the mother of the child and those who were with him, and entered where the child was lying. Then he took the child by the hand and said to her, Talitha Kumi, which is translated, little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked. For she was 12 years of age. And they were overcome with great amazement. But he commanded them strictly that no one should know it. And he said that something should be given her to eat. Father, we thank you even for your great word. We pray that you speak unto us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Today I have some homa kidogo. Bear with me. But it's not much. Today I said I'm going to speak about the power of faith. And I want to finish what I have been speaking about, the power of faith. When I spoke about the power of faith, I said genuine believing faith has a tedious power. Nikasema number 2, faith as a grain of mustard seed. Inaanzia kidogo. Number 3, nikasema faith trust God to do outright miracles. And then today I want to speak about answer to prayer
depends on your faith. Na umuthijaria ati uhoro wa gucoka kwa mahoya maku kuringanaga na witikio waku. Answer to prayer depends on your faith. Ucokeria mahoya ringanaga na witikio. And what I have led through today is about a great man in the army. A man who believed in Jesus. And the Bible says he came to Jesus and told him, and it was not just a constable. It was a man of high rank. But he came to Jesus and told him, Master, I have come because my daughter, my little daughter, my small daughter, a daughter that I love, is lying on bed. Not only sick, but at the point of death. I can lose the child anytime. So I beg, I pray, go with me. And if you lay your hands upon her, she will be healed. You see, somebody of great faith. Nyumbani kuna msichana wangu ambaye amelazwa kwa kitanda, ni mgonjwa, si ugonjwa tu, yuko karibu kufa, kwenda nami na ukafanye nini? Naamini ukimwekelea mikono atapona. And Jesus agreed. He started. He never spoke anything. Akamfuata. Twende kwako. Bwana sifiwe. Na walipokuwa njiani, hii ni vazi ambayo inabeba miujiza miwili. Walipokuwa wanatembea na wanatembea, alipofika mahali, kuna mama ambaye alikuwa ametokwa na damu miaka 12. Biblia inamuanalyze, inaongea na inasema alikuwa amejaribu njia zote, amejaribu njia zote, alikuwa ameenda kwa madaktari wote ambaye angewajua, alikuwa ameumia mikononi mwa madaktari, wauguzi. Na Biblia inasema she never got better. Alipoenda kwa daktari huyo, anapata shida kubwa, anatafuta daktari mwingine, anatafuta daktari mwingine, shida inaendelea. Na sasa mama akasikia juu ya Yesu, akasikia Yesu yuko, anapita, anaenda, na mama akatoka kwa imani. Watu wawili wa imani akatoka kwa imani, na akasema, unajua Kiyahudi, mama kama huyu ni najisi, ni mudhahu. Kwa hivyo hagekaribia kanisani akiwa hivyo, hagekaribia mudhijiri Ngai akiwa hivyo, hagekaribia wazee wa kanisa akiwa hivyo, hagekaribia mahali panaitanishwa na Mungu akiwa hivyo. Hageenda kwa the young servant amwambie nataka kuona mchungaji. Praise the name of the Lord. She would be stoned. She would be fought. Kwa hivyo alienda kwa siri, na akawa amesema, I will not tell anybody, I will not tell Jesus, but I have faith in God. Nitaenda nimfuate, hata kama nafuata na watu wengi, hata kama kuna watu wanamsukuma, hata kama kuna watu wamemkaribia, nitaenda. Hata kama kuna achas wanazuia, mimi nitaenda. Leo
toka nimepona. Praise the name of the Lord. A woman of faith, toka nimepona. Mimi, what will I do? Nitaguza vazi lake. Nikiguza simuguzi, naguza vazi. Naguza vazi. Usalimii, naguza vazi. Uongele chini, naguza vazi. Ubiruhusa, naguza vazi. Praise the name of the Lord. Amen. Listen to this. Akasukumana agitidikaliria mama ambaye amekuwa na shida kama hiyo miaka 10. Mutumio gari na miaka 10. Miaka 12. Miaka 12. Huyu si mama ambaye ana nguvu. Oti mutumio na hinya. Huyu ni mama mnyonge. Ni mutumia mhovo. Lakini alisukumana kwa imani. Agitidikaliria na wetu. Akasukumana kwa imani. Agitidikana wetu. Akasukuma wa mama. Agitidikana wetu. Akasukuma wazee. Akasukuma vijana. Kama mngejua ninaenda wapi. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Sukuma motigedi le peria elekea kupokea ujira wangu mpokea kiama yako basi ni save I mpokea kiama yako. Unasifiwe. Praise the name of Jesus. Unajua watu wanataka kuokota miujiza barabarani. Ado maenda kuyoya shama farafara. Watu wanataka kuchukua miujiza kutoka shambani. Ado maenda kuyoya shama mgodaini. Na this woman had paid a lot. Mutumio ni aleteza wala Mungu. Amelipa pesa zimeisha. Akaria beshi gadira. Ametumia mali imeisha. Akaovira idu gadira. Amesaidiwa na watu imeisha. Akateje na ndu gadira. Amedhihakiwa. Akanyororio. Ameaibishwa. Akashonorio. Ameaibika. Akashonoka. This is my time. Nene idare yako. This is my time. Nene idare yako. This is my time. Nene idare yako. Nitaguza vazi. Utia kwea. Nitaguza vazi. Utia kwea. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Akasukuma. Mutumia yetanga. Akasukuma. Mutumia yetide kele. Ujue. No menye. There is another mission. Tuime iroge. Tunaenda mission nyingine. Kuna vireto vyetu. Ya kwenda kuinua mtoto ambaye amelala ambaye anakufa. Wazivokulia mwana arone katarasu. So we are busy. Kwa tuwekiria Jesus had no reason of standing on the way. Hakuwa na nafasi ya kuhubiri barabarani. Yesu dana kanira kwa ujara. Alikuwa anaelekea. Negozi ya liyepo. Huyu kiongozi wa jeshi. Kule mwana niyo wa jeshi. Lakini mama naye. Mama tumia nake. Haendi kwa huyu mtu wa jeshi. Kwa mundu wa jeshi. Mimi ninajua ninahitaji. Yene fikira lila fakara. Lakini leo. No movi. Hutituka. Omodo hutituka movi. Itamolekeleta. Giza itaingia kama sijapokea muujiza. Itaingia. Hutituka movi. Giza haitaingia leo. Kama sijapokea muujiza wangu. Mama akasukumana. Mutumiage tude tena. Alipofika. Akinya. Karibu na Yesu. Hakuina Yesu. Kwa upande wa nyuma. Evuza. Akaguza vazi. Akihutia masora. Habari ya kumbe. Yenyipeile. Kia mama shika. Akitujeka. Hakuna mtu wa kudanganya. Akasikia. Akaigwa Yesu. Nguvu zimempita. Inenda wa muuma. Zimeenda na mtu. Ameshavye na moyo. Jesus asked. Yesu akiomba. Nani huyo amenyoya? Ahutia. Wanafunzi wakamuuliza. Alitoma kimuuliza. Huoni vile watu. Wewe ndio manatide tena. Huoni wale watu wanakurona manatide tena. Unauliza nani ametuliza? Ndio yeye wako hutia. Jesus never concentrated with them. Yesu ndiye aliyemwambia unajua. Niamini katika asili. Atevile jambo limefanyika. Kwa mweke kwa. Ambalo halieleweki. Mtu anaweza kuelewa. Unauliza. Nani ameniguza? Hutia. Mama. Mtumia. Unajua alimuguza kama nyoka. Ama hutia nyoka. Nyoka na uma na kovia. Wanasifiwa. Praise the name of Jesus. Uma na ametoka. Aroma na uma ho. Watu wanaulizana ni nani? Makoria no. Akasimama. Akirogama. Akitetemeka. Akainama. Akinama. Amenyenyekea. Ainama mono. Nimekuguza. Nimekuwa mgonjwa. Nimeamini. Na ndio kuguza vazi lako. Pona. Negona. Listen to this. Sikiza hii. Shemi la damu. Limefunga saa hiyo. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Yesu akamwambia. Yesu akimwambia. I will not accuse you. Listen to this. Enda salama. Enda salama. Imani yako. Imekumbosha. Mwana ni agosho. Praise the name of Jesus. Listen to this. Enda salama. Enda salama. Ni imani yako. Imekuponya. Mama haeleweki alienda wapi. Nobody, it was not recorded. After that it's not recorded. Lakini mama ametoka na muujiza. Kwa sababu ya nini? The power of faith. Power of faith
Bwana asifiwe. Yesu akaendelea na mission yake. Akiwa hapo mara moja, maybe the woman would have been recorded again. Lakini no, kukaja habari motomoto, breaking news, mtu mmoja akakuja akaenda kwa mkubwa wa jeshi akamwambia, listen, msana mwetu ameaga. Mara moja ameaga. Without preparation. Kufa. Usisumbue mwalimu. Twende tukapange masi. Achana na Yesu. Achana na mkubwa. Achana naye. Yesu hakuambiwa. Lakini alisikia mzee akiambiwa. And Jesus turned to the man and told him, listen. Don't be afraid. Lakini amini. Don't be afraid. Lakini amini. Bwana asifiwe. Wakafuatana. Wanaelekea kwa nyumba. Hiyo ni kuonyesha mwenye nyumba aliamini. Na wakaenda. Walipoenda wakaingia kwa gate. Kulikuwa na gate. Lakini naamini tu hakuna mtu mkubwa anaweza kuwa na nyumba ambayo haina gate. Akaingia. Alipoingia akakuta people wailing and crying. Mtu analia. Wajui Yesu amekuja. Cry from every corner. Bwana asifiwe. Na Wayahudi walikuwa wanalia, wanajua kulia. Wanajua kuomboleza. Wacha hapa watu wanaomboleza kama wazungu. Wananyagosho. Kule watu walikuwa na kujua kuomboleza. Na ukiwa ungetaka kujua watu ambao wanajua watu wao na kuomboleza, just go to the Luya land. Siku moja nilienda Masichi hapo. Na nikajua we need to be trained how to kuomboleza. Unaona mama anaingia kwa gate, kule kwa barabara. Akiingia tu. Mwingine anatoka upa. Bwana. It was tough. Wayahudi wanajua kuomboleza. Kwa hivyo Yesu alipoingia akawauliza, why do you need this commotion? Kwa nini mmeleta hii? Na kwa kulia. Akawaambia ni kwa sababu msichana hajakufa. And everybody stopped. Akaacha kulia. What has happened? Msichana ni kulala amelala. Bwana. Watu wakaanza muigwei. Na huyu mtu tunasemaga. Tunasema. Sasa hata hajaona mtoto. Ni sisi tumemuona. Na anatuambia ati amelala. Kulala gani? Tudinabena kulala. Praise God. Mundu dana makiria. Sababu hakuwanyamazisha. Ili watu ila mundu da kuiti na nivitunile. Unatueleza kwamba hajakufa na tunajua. Sisi bado he is in our custody. Na hivi tumuigete. Tuendelee na shughuli zetu. Tunapenda bila vitu wako. Everybody praise the name of the Lord. Lakini Yesu Biblia inasema akawaondoa wote. Akimehutia wote. Umai. Endeni mukalirie na huko. Lakini mama kuja. Na baba kuja. Bwana asifiwe. Na kaingia na wale ambao alikuja nao. Alikuwa amekuja na nani? Peter, Petro and John. Johana. Peter, James and John. Petro, Johana and John is the brother of James. Na Johana alikuwa amekuja nao. Twendeni. Alipoingia, akaonyeshwa mahali msichana yuko. Amekufa, sijui akiwa amekufa na kana namna gani because they lie in different stars. Kulingana na uliokuile, kulingana vile ambavyo ulikufa. Si ni sawa? So you agree with me? Kwa hivyo we cannot describe how the girl was. Hatuwezi pambanua wale ambao walikuwa pale. Lakini Yesu alipoingia, akasema akiwa talitha 10. Bwana praise Jesus. Young servant, praise God. Na hiyo
hiyo ikitafsiriwa gutaura taritha 10 inasema nekuga msichana mdogo kairetu kanini wake up, ukira, arise, arauka, na msichana akaamka akaanza kutembea akiambiria gũthiĩ, kwa sababu alikuwa msichana wa miaka 10 na nĩ tondũ karĩ kĩrĩka miaka 10 akasema akiuga msichana apewe chakula. mũirĩtu aheo gĩa kũrĩa. Si ni kulala alikuwa amelala? Nĩgũkoma akomete. Si ni kulala alikuwa amelala? Praise the name. Unakumbuka mtu mwingine alikuwa amelala? Na alikana mũndũ ũngĩ akomete. Anaitwa nani? Lazaro. Alikuwa amelala. Lazaro no toro. And this one is good. And the Bible says Bible kauga everything was overturned. Maũndũ mothe makigarũrũka. Wapendwa, hapa kuna watu wawili wa imani. Kuna andũ erĩ a wĩtĩkio. The woman who was bleeding for 12, who had bleeded for 12 years. Mutumia aurĩte mĩaka 12. Alafu sasa na rĩu kuna huyu mzee hena mũthuri ũyũ ambaye ni mkubwa na kiongozi. Ũrĩa nĩ mũnene mũthigari mũnene. Amevuta Yesu, ameita Yesu, ameleta Yesu mpaka amemleta kwa kitanda ya mtu ambaye amekufa. Agucia Yesu, agucia nginya kitanda kĩa mũndũ akuĩte. Listen to this. Thikĩrĩria. The answer to your prayer depends to your faith. Icokio rĩa mahoya maku rĩraringana na wĩtĩkio waku. Wapendwa, hakuna jambo haliwezi likafanyika dunia hii. Gũtirĩ ũndũ ũtangĩhanĩka thĩinĩ wa thĩ ĩno. Nothing. Gũtirĩ. Bora o tu uweze kuamini. Wĩtĩkie. Kuamini. Kwani ni kitu gani rahisi hapa? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũhũthũ? Is it bleeding for 12 years? Unasema hiyo ni kitu rahisi? Bleeding for 12 years. Kura miaka 12. Not only bleeding, unaenda kwa madaktari wote ambao wanajulikana. Kura tu ugathi kule aligitari othe mamenyekanite. Umetumia mali yako yote, ukahũthĩra indo ciaku ciothe na mali ya marafiki na indo cia arata. Ukisikia ni mali ya marafiki ni watu ambao wamekuja kukusaidia. Waigua nĩ kinya andũ arĩa mokĩte gũgũteithia. Na harambee na fundraise na mchango na hiyo ingine. Harambee kwetha mbeca na maũndũ macio mothe. Na bado huu mzuri. Na ndũrĩ ũragĩrĩrwo. Bado unaendelea kuwa na shida. Ugakorwo ũrathiĩ na mbere ũkorwo na thĩna. And this woman decided to follow Jesus. Na mũtumia agĩtua itua rĩa gũthingata Jesu. Your answer. Icokio rĩaku. Your answer. Icokio rĩaku will come rĩgũka if you believe. Wĩtĩkia. Watu wengi wapendwa, tumeomba miaka mingi. Andũ nĩtũoete miaka mingi. Wapendwa, tumekuwa na chinda miaka mingi. Nĩtũkoretwo na thĩna miaka mingi. Lakini hizo chinda no thĩna ũcio haziwezi kuwa zitamalizika. Ũtingĩtuĩka wa gũthira until we get our faith. Nginya rĩrĩa tũgĩe na wĩtĩkio. Until we become men of faith. Nginya tũtuĩke andũ a wĩtĩkio. Unaona kama ni rahisi mtoto amelala kwa kitanda na yuko karibu kufa. Ukona tondũ mũhũthũ mũndũ mwana akomete gĩtanda-inĩ na hakuhĩ gũkua. Kwani unafikiria huyo mtu ni hospitali gani hajaenda? Kogeci ni hospitali kwa tathiete. Huyo ni mtu mkubwa. Huyo ni mũndũ mũnene. Si mtu ambaye anakosa pesa. Ti mũndũ wa pesa. Huyo ni mtu ambaye ana mshahara kubwa. Ni mũndũ ana mshahara munene. Na watu ambao wataweza kumsaidia ni wakubwa kama yeye. Na ndio mangĩmũteithia ni andũ anene take. But listen to me. No tathikĩrĩria. Listen to me. Thikĩrĩria. Listen to me. Thikĩrĩria. Huyu mtu anaenda kwa Yesu. Mũndũ ũyũ arathiĩ kũrĩ Jesu. Hakuwa mshirika wa Yesu. Ndarĩ mũshirika wa Jesu. Sio mtu ambaye ametajwa huku nyuma. Ti mũndũ agwetetwo na. Huyu ni mtu ambaye amekuja kwa Yesu, a new person. Huyu ni mũndũ mwerũ okĩte kũrĩ Jesu. Praise the name of the Lord. Lakini imani yake no wĩtĩkio wake alikuwa amejua nĩamenyete ukimwekelea mikono wamũigĩra moko ataamka, nĩegũkĩra. Wacha hivyo toguo tu imani yake itatingizwa sana. Wĩtĩkio wake ũkĩigana mũno. Watu wamekuja andũ moka na wamebwada wamemwambia listen, makamera thikĩrĩria listen, thikĩrĩria nĩ arakuire, amekufa, nĩ akuite rĩu amekufa. Wewe utiga gutidoke muthenia. Acha kumsumbua. Sasa imani alikuwa naye ya kuamsha. Wewe ukilia muru. Sasa ongezee ingine. Hiyo gereo ya kuamsha mtu ambaye amekufa. Ukilia muru gani? Yesu akamwambia don't be worried. Yesu akamwambia kama just believe. Wewe tikie tu. Hakumwambia mtoto hajakufa. Damwele mwanenda kuyete. Alimwambia amwelile. Sasa don't be afraid. Just believe. Tikie tu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kusema mtoto hajakufa alipofika nyumbani. Avile kuwata kwete ama
wakinya musi an answer to your prayer ishokya mawe will depend on your faith. likulingana wetike wako. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. An answer to your prayer, ishokya mawe mako, an answer to your prayer ishokya mawe mako will depend likulingana on your faith. na wetike wako. The Lord can do anything. Gaino yakiado lothe Bora uweze kuamini. tu wetikie. Number 2 for today, Ya keri muvi believing and expectant faith will be rewarded. Wetikio na kweregera kunene ni kwina irihi. Unajua Wewe tunaweza kuamini mambo mengi, no tutike maodo maiki, but we have no expectation. no tutie na metanya. Kwani si tunaamini Yesu alikufa? Na tutikite Yesu ni akwire. Etukio Yesu ni akwire. Tunajua kwamba alikufa. Yesu ni aliokire. Tunaamini ya kwamba na totu eteketie. Na bado tunaamini. Wanasifiwe. Lakini kutokana na hiyo kufufuka na kufa na kufufuka kwa Yesu na kusurubishwa, kumbe na kuona kuliuka kwa Yesu, what do we expect? Tuligiriye ki? We need to be expectant. Nitokona kueregera watu ambao wanaweza kuamini mambo ambaye hayawezi yakaaminika. Adwale magite kama ndo matagite kioni adwale. Wapendwa, imani yako isiwe kama yangu. Witiki wakutia kota wako. Wacha uwe na imani yako mwenyewe. Lakini kona witiki wako wewe mwene. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wacha imani yako iwe yako. Lakini witiki wako kwa sababu shida zako ni zako. Utaona madhina maku ni maku. Tukikuja kuamini, toka witiki. Na watu wote ambao wataamini wakuje. Na mego witiki amoko. Wale ambao watakuja, ana mego ukimuuliza, wewe unaamini nini? Witiki tiki. Mimi naamini gari. Witiki gari. Watu wengine agi hata wakiambia watapewa gari, ona magina meko heo. Watasema nipewe niuze. Meku heo nyedie. Tono na matigimenya mange katana. Maana hawajui watafanya. Lakini wewe unaamini gari? No witikiti we gari. Mimi ninaamini uponyaji. Witikiti honio. Mimi si mgonjwa. Nidi moro. Wewe ndio unaamini uponyaji. Wewe witikiti honio. Unasifiwe. Nadhani ya kunyo. Amini. Epikia. Sasa mama alikuwa ameamini kuponywa kutokwa na damu. Mutumia ndiye tekete kuhonio kuma kura kwa baka. Lakini Jairus, no Jairus, alikuwa ameamini na amepelekwa aamini eteketie kufufua mtu. Kuriokirio moja. Hiyo si imani sawa. Kogo tuwetike matameo. Kila mtu ana yake. Omudu na wetike wake. Jairus ana yake ya kufufua. Jairus na watu wako kuriokirio. Anatembea kwa imani ya kufufua. Aradhi na wetike wako kuriokirio. Praise the name of the Lord. Na wote wanaenda kwa Yesu. Note madite kwa Yesu. Yesu mama anakuja. Yesu mutumia gata. Anataka kuponywa kutoka na damu. Adakuhonio kuma kura. Aliponywa mara moja. Na kihonio leo. Huyu naye ambaye anaamini kufufuliwa kwa mtoto. Ono kia etikiti kuriokirio. Praise the name of the Lord. Alipokea mara moja. Amo kilimo kwemwe. Bwana asifiwe. Alirudishiwa mtoto mara moja. Ageshokele mwana wale. And listen to me. Na fikiria. Every one of them. This is very important. Omwashi yao. This is very important. Every one of them omwashi yao celebrated the miracle. Ako guile kiama yake. Najigwa. Mama huyu ameponywa. Mutumia honio. Haku celebrate ya Jairus. Ako guile kiama kia Jairus. Atendea urano he. Toto Jairus ni honio ne. Wana wake ni okay. Toto wake amefunga. Abuna nini ndanda honio. Mimi nimeponywa. Kurana kame. Kutoka kwa damu. Honio kurana kame. Kutoka kutoka kwa damu. Nake Jairus. Naye Jairus. Honio kumagi kuilikia mwana. Honio kutokana na kifo cha mwana. Na yote. Everyone. Wote. We don't say. I celebrate that. Nidrakene nyodo. What about when we come to Thanksgiving? Na nitoka ushaka gabe. Utaenda. Wewe unapiga magoti mbele za Bwana. Mungu. Nasema ni asante. Mungu. Umefufua mtoto wako. Mwari uke mwana wako. Mama. Atainua mikono. Atasema Mungu. Umenisaidia. Umeniponya. You will celebrate your miracle. Believe for your miracle. Believe for your miracle. And you will celebrate your miracle. Praise the name of the Lord. Praise the name of believing and expectant faith. Believing and expectant faith will be rewarded. Praise the name of the Lord. In the book of Matthew, chapter 15 verse 28, great is thy faith. Great is thy faith. Be it unto thee and thy will. Nasema great is thy faith. Ni witiki wako. Wena witikio munene. Uko na imani kubwa. Etigwo
leke kuhane kuhitukira witikio cio ri wacha kufanyike kile unataka. Witikio wako ni munene. What do you want? Wacha ifanyike. Leke kuhanike. Mwathani agocwo. Number 3. Ya gatatu. Number 3. Ya gatatu. We need to have a persevering faith. Nitwagira na oko na witikio wa kurumiririra. Persevering faith. Wa gukiriria. Kufuatilia. Wa guthingatithia. Kuna mambo mengi sana. Kuna maondo maingĩ muno. Na ingine hata inaweza toka kwa mchungaji. Na mangĩ no mome kwa mutungatĩri. Unajua watu wengine wanaweza kosa imani kwa sababu sasa nimepigia nihorire mutungatĩri thimu maita mũgwanja na ndangĩoya. Unaweza kosa imani ipungue sababu nikilipigia mtumishi mara 8 hakushika simu. Ndio ndiramenyire. Nilijua tu. Mutungatĩri wako thimu cia itonga. Mtumishi anajua tu kuchukua simu za matajiri. Wanasifiwe. Na hata unaenda kujaribu, unaenda kujaribu, unaenda wacha niende kwa mama Muriithi ama mama Aaron, nijaribu na simu yake, nione kama pastor atachukua, nione kani kuho tondu yaga itoga kuringana na wege toga kile kile hakuhi nawe, sababu ile tajia akone tagitoga akone ta mwaki akone ta Kariuki akone ta ucio ngi ucio ninyonaga ni maiguanaga na pastor yule wako sawa na mtumishi. Bwana sifiwe. Huyo ninajua anapokea simu yake no nginyagi hoyo. But listen to me. Na hiyo ukaigwa ni worwo ni hinya. Unahisi ya kwamba nguvu zimekutoka. Wewe leke kwaja gukikinya terere. Wacha ifike wageria na ya mundu ungi ori mwe oyo. Umejaribu tu na mtu mwingine kutaka. Ona mbere ya juge halo. Mbere ya uge halo ukata kuga ngoro-ini. Ini ndokugite. Kugite ni ndamenya riu. Ukaigwa nginya gikuria halo. Kwa sababu unanena maneno. Niamu kuna shughuli hadi dhini wako. You see what the Bible says? In the book of Matthew chapter 15 verse 22. Mathayo 15 dhini wa 24. Na uende mpaka 28 ukienda ukisomea. Kuna mtumia ambaye alikuja akasema akiuga Jesus Mwathani Mungu have mercy on me. Anihurumie. Have mercy on me. Mama alikuwa na hitaji muujiza. Alikuwa na hitaji muujiza. And aliendelea kusema have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Mpaka napiga magoti have mercy on me. And Jesus never said anything. Alimwangalia tu. Akapita. Ni ndiugaga mundu arumagirira itonga tu. Nasemanga tu yanafuata tu matajiri. Wanafunzi wakamwambia Yesu. Alituma kimwela Yesu. Si umfukuze, umwambie aende. Ndio ni monile Yesu dareda kumwateka. Waliona hataki si umfukuze aende afanye makelele. Ni negene itheri. Makelele mbaya. Ni negene liuru. Jesus answered. Yesu agishokia. He answered and said, Yesu agisoka kiuga. I never came for the good. Ndio kile kulia leo. I came for those. Ndio kile kulia doasha. Lakini bado hamuongeleti. Na ndamwalelia. Lakini akasema nakiuga tena na leo si vizuri tuwega kuchukua mkate wa watoto kwa mkate wa shiana kupatia mbwa. Unegere gui. Leo waigu atia. Umesikia aje? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wewe ukiambiwa hivyo. Takono wewe ligoguo. Wewe nyina mugedi muchamanie na pastor. Mama mugedi na mtumishi. Ona tikuchamania na thimu. Hata ni simu tu. Mutungateri. Mtumishi. Ndemurwaru muno. Mimi ni mgonjwa sana. Umoyo. Kutoka juzi. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. No nyina wa mugedi ni oe. Lakini mama mugedi unajua. Ti wega guikiria irio cia mwana ngui. Patia chakula watoto mbwa. Sasa utasema nini? Ukiuga ati. Direda sitaki tuwe tunaonana kwa sababu unaweza kunirushia. Direda tuone tono jikirie. Ukisema nini? Ukiugiria. But listen. Na fikiria. Huyu mama alisema. Mtumia ugire. Akamwambia Yesu. Akaya Yesu. Hata wale mbwa kidogo. Niona gui. Tugui tuletwa white. Kale ka white kagui. Hiyo kambwa. Kanakula
zile zinaanguka kutoka kwa maza ya mkubwa. Unaona, a persisting faith. Hata kama nimeambiwa hivyo, I have gotten the chance to be with Jesus. Nina Yesu sasa. Kwa hivyo any trick to set me away I will not accept. Kwa sababu akitoka aende sitampata tena. I will persist until I get my miracle. But do you know that the woman was healed? Huyo anaitwa mbwa na amesikia, aliponywa. Persistent faith. Imani ya kufuata. Imani. Bwana sifiwe. There is this man Bartimayo. Alikuwa kipofu. Haoni. Lakini akasikia mgurumo, watu wanapita. Akina Zakayo wanapanda miti. Wengine wanakimbia. Nisijui pikipiki zinapita. And he started shouting, Jesus, Son of David. Jesus, Son of David. Jesus, Son of David. Nione huruma. Hata wakati Yesu alinyamaza, aliendelea kupersist. That persistence ilifanya Yesu asimame. Na yeyote mwingine akasimama. Msafara ukasimama. Praise the name of the Lord. And you know, akasema aletwe, mlete. Mwambie akuje. Walikuwa nafikiria anaitwa akemewe. Aliulizwa, what do you want? Unataka nini? Akasema kuponywa, kuona tena. Akaambiwa your faith has healed you. Wapendwa, ni vizuri we have persistent faith. Imani ambayo inaweza kusimamisha msafara. Unajua tuko kwa haraka kwenda kupenya mtoto wa mkubwa wa jeshi. Lakini a very persistent woman. Najua Yesu hakuwa anauliza ni nani huyo ameniguza. Alisimama, ameguzwa. Kumbe ni mama persistent ambaye anatokwa na damu miaka hiyo yote ndio amesimamisha msafara. Ni mtumia arathigatia muno awite thakame miaka 12. Ona no gukorwo, this is me, ona no gukorwo anaga kuire mabete kurugama ni ndo wa mutumia. Inawezekana yule mtoto mdogo alikufa wakiwa wamesimama na yule mama. Hili mama wa imani ni amesimamisha msafara. Msafara wa kwenda kwa mtu mkubwa. Amesimamisha everybody. Na si kwa kuitana, kwa kuguza vazi. Kuguza vazi. Can we have people ambao wanaweza simamisha na wapendwa, imani imesimamisha mambo mengi. Imani imesimamisha. Don't you see this man called Joshua? Ambaye alisimama. Akasema liwarugame. Jua nalisimama. Welio dahoire tikayamba. Datuli jamaru mwana ni dahoire. Alisimama kwa amri. Jua kutoka sasa usiende tena. Simama mpaka nichindane vita. The Bible says jua ilisimama for a full day. And it has effect even today. Imani. Wapendwa, imani si vizuri kusimama kwa imani fugufugu. Imani fugufugu ni imani ambayo inaweza kuwa tested. Na ipite mtihani. Nitaongea about testing next week. Wednesday next week. About testing faith. Faith being tested. Watu wengi wanachidwa kwa sababu ya kufa moyo. Na lewe wanakufia moyo tu wakati
wakati wamefika. Urage kuwa oria mwe hakuwa kinya. Urage kukwira na kula kula ihugo. Kwa nini usikuwa kule mbali? Ukagukwiraja. Unakuja kukwira waku. Si afadhali kufia kule nje. Ulianzia safari ya imani. Kwambia wewe ndio awitikia. Tembea mpaka mwisho. Vikinya mudhila. Be somebody who can finish. Tuweka modo wa gerekia. Bara ya witikio. Vita ya imani. Kulikia wega. Kumalizia vyema. Witikio. Imani. Watu wa imani. Witikio. Watu wa imani. Witikio. Ni vizuri tutoke the position we are in about faith. And we get to the next level of faith. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, imani. Imani. It doesn't matter your position of faith. Lakini ni vizuri uwe persistent. Ni vizuri ukue kutoka one level to the other. Yale mambo ambaye inaweza kuwa inadidimisha imani yako. Inadidimisha imani yako. Wapendwa, si vizuri uiachilie na uipe nafasi. Tusimame mbele za Bwana. Simama mbele za Bwana katika jina la Yesu. In Jesus name. Katika jina la Yesu.